Ndiyo, ulianza mwaka kwa matumaini, lakini sasa ni mwezi Agosti. Ulichokiamini Januari hukioni tena, ulichokiamini na kukitarajia wakati unaanza mwaka ukioni, unahisi umechelewa, unahisi haiwezekani tena. Taarifa njema ninayo, kwa Mungu hakuna aliyewahi kuchelewa. Wakati wake, wakati wake, wakati wake, wakati wake, nasema wakati wake, wakati wa Mungu, wakati wake, wakati wake. Ndio, ndio. Roho Mtakatifu shuka. Kuna watu wamevamiwa na roho chafu, zimeharibu uchumi wao, zimeharibu ndoa zao, zimeharibu masomo, zimeharibu familia. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mungu shuka. 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 Roho Mtakatifu shuka kwa mara ya kwanza. Roho Mtakatifu shuka kwa mara ya pili. Roho Mtakatifu shuka kwa mara ya tatu. Kwa mara ya nne. Kwa mara ya tano. Kwa mara ya sita. Kwa mara ya saba. Fire! 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 Bala Masaya Korobo. Ikanara Masaya. Oribo Shikanara Masaya. Acha Roho Mtakatifu ashuke hapa. Acha Roho Mtakatifu ashuke hapa. Petro kilia hapa. Acha Roho Mtakatifu ashuke hapa. Ori Masaya, Spirit, Holy Spirit. Ori Masaya, Holy Masaya. Holy Spirit. Funguliwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, toka gerezani, gerezani, toka makaburini, toka gerezani, toka makaburini, toka ulipofungiwa, by fire, by force, kwa moto, 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 toka ulipofungiwa, kwenye magonjwa, kwenye mateso, ninakuvuta, ondoka huko, ulikofungiwa na watesi, kwa jina la Yesu. Karamasaya. Usije ibadani kimazoea. Njoo nyumbani mwa Bwana kukutana na Bwana. Bwana ana jambo jipya kila siku. Bwana ana jambo jipya kila siku. Bwana ana jambo jipya siku ya leo. Oh, Karamasaya. Karamosia. Koromosana Ramakonde. Oh, Koromosaya. Ninakufungua leo katika jina la Yesu, 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 Yesu wa Nazareti. Bila Masaya, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, sitaweza, uwepo wako Bwana. Msimu ni wakati mzito, mzito, mzito. Roho chafu toka ndani yake. Tazama, yamekuwa mapya. Ruhusu ya kale yapite. Uko kurasa unaofunga, ukiruhusu uko kurasa mpya. Bwana ameuandaa kwa ajili yako kurasa mpya. Haujaandikwa chochote, tategemea wewe. Ni vipya gani unataka? Ruhusu badilika, ruhusu Karamasaya, ruhusu. Ibrahimu aliambiwa, acha nyumba yako ya baba yako kwa
Omba rehema, ule na neema, samaha ipo inashuka ndani yako. Unafunguliwa sasa. Siku ya pili yake akatumwa mtu mwingine ambaye ni jirani yangu mbali kidogo, na yeye ni mtu mzima. Akaja pia kwenye ndoto. Alipokuja huyo ndo sikumwacha, nilikula naye sahani moja. Kumwacha? Ya, nilienda niliomba sana mpaka nikaingia ndani mwake. Kwenye ndoto? Ya. Yaani alikufuata ndani mwako. Ndio. Ukamzabua, akakimbia, ukamfuata mpaka ndani mwake. Na wewe mfuate ndani mwake. Nilipomfuata ndani mwake akamwaga vitu kama moshi. Kwa ule moshi yani ili unizuie mimi machoni nisiingie mule ndani. Lakini cha ajabu mimi nilikuwa naona wale niliokuwa nao pembeni wakawa hawaoni ule moshi unawaingia machoni. Nikawa najaribu kuambia watu nyie twani hao watoto, yani kwa yule mama nikawa naona kuna watoto wadogo ambao wameuliwa wapo mule ndani. Najaribu kuambia nyie twani hao watoto, lakini wale wengine hawaoni kwa ajili ya ule moshi. Yule mama alipoona anazidi kuomba akakimbia. Alipokimbia nikamfuata. Nilipomfuata nikaomba sana. Mpaka mama akabadilika, akawa mtoto mdogo wa kiume. Kutoka mtu mzima mpaka akawa mdogo. Alipobadilika akatokea mwanaume mwingine. Hebu subiri. Wachawi mpo? Hawako hapa. Nilitaka tu kuwauliza kwamba hivi kumbe wao mnabadilika. Hebu mwangalie kaa naye. Mwambie usije unibadilikia ndugu yangu. Wewe unadhani umekaa na mtu mzima kumbe kana katoto. Unadhani hapo ni katoto kumbe ni mbibi mzima. Kumbe wanabadilika. Tumeshawajua. Akatokea mwanaume mtu mzima ambaye huyo mwanaume alikuwa haonekani sura. Akaniambia kwa nini unatesa watu wangu? Kila ninayemtuma kwako kwa nini anarudi? Kwa nini afanye kile nilichomtuma? Nikamwambia mimi huwezi kunifanyia ubaya kwa sababu mimi na Mungu. Yule mwanaume akachukua mchanga kama mchanga akanimwagia usoni. Nikarudi nyuma nikakimbia kama watu mbili afu nikajuza kwa nini nakimbia? Kwa nini nakimbia? Mimi sina Mungu niliporudi nikaanza kuomba. Yule mtoto aliyegeuka yule baba akamshika. Na yule baba sikumuona uso. Lakini wale wanawake wote nawajua na nilikuwa nawaona uso. Akamchukua yule mwanamke wakapotea. Nikashuka kwenye ndoto. Nikaanza kuomba. Wale wamama wote watatu hamna anayeniangalia na wengine hawanisalimia, hata nikiwasalimia hawaitiki. Hawaitiki kabisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo tukio. Namshukuru sana baba. Bila maombi ni bure. Yaani bila Mungu hatuwezi kitu. Mungu ndio kila kitu. Yaani jitahidi uwe na salio kidogo hata la maombi. Kama hujampigia baba, wewe na salio la maombi. Angalau uombe. Kwa sababu ili upate nguvu ya kumpigia baba, angalau umeomba. Kwa sababu ukiwa huna salio la maombi pia, mpaka uje umpigie baba ameshakumaliza. Ameshakumaliza. Nashukuru sana baba. Mama nashukuru sana. Mungu akubariki sana.